Sehemu ya mawakili wanaomsaidia utafiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo tulikuwepo mawakili wengi, lakini pia mara baada ya mimi kuzungumza kuna baadhi ya mambo pia atatolewa ufafanuzi wakili Dickson Matata. Sasa kwa kifupi, leo tarehe 16 mwezi huu wa pili, kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama chetu Tundu Lissu ilikuwa inaendelea kwa jamhuri kuendelea kuleta mashahidi wao, na leo wameleta mashahidi wawili. Sasa kabla tujapeana mrejesho feedback ya nini kimeendelea mahakamani, leo pia kuna jambo limetokea kwenye mfumo wetu ya mahakama. Kuna maombi petition namba 22482 ya mwaka 2025 kati ya petitioner kwamba mpeleka maombi anaitwa Godfrey Mjuni Martin Basisingohe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Leo maombi haya, petition hii imefanywa uamuzi, imetolewa uamuzi Dodoma, masijara kuu ya mahakama kuu kule Dodoma. Umetolewa uamuzi na majaji watatu ambao ni Jaji Fahamu, Jaji Chuma na Jaji Kamana. Sasa tumeamua tuwapeni taarifa ya uamuzi huu kwa sababu kwa namna moja ama nyingine unahusiana sana na kesi hii inayoendelea ya mwenyekiti. Kwenye maombi haya hukumu ya mahakama kuu imekitangaza kifungu cha 194 kifungu cha kutoka kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kwa maana ya Criminal Procedure Act sura ya 20 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Kifungu hichi cha 194 ni kifungu ambacho kilikuwa kinampa mamlaka mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kupeleka maombi mahakamani ya kuficha mashahidi, na maombi hayo yanakuwa expert, yanakuwa maombi ya upande mmoja. Sasa mahakama kuu leo Dodoma imesema kifungu hicho ni kinyume cha katiba na ni kinyume na haki za msingi, kwa sababu kinampa DPP mamlaka ya kupeleka maombi binafsi yeye bila kumpa haki hiyo mshtakiwa ya yeye kusikilizwa au kusema chochote kuhusu maombi ya namna hiyo. Sasa mahakama kuu masijara kuu Dodoma imesema kifungu hicho kwa vile kiko ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kitapaswa kurekebishwa ndani ya miezi 12. Kwa hiyo leo mahakama kuu Dodoma imekitangaza kifungu hiki cha 194 ambacho kimesababisha uwepo wa hao wanaitwa mashahidi wa siri kwamba ni kifungu kilichoko nyuma ya katiba. Sasa kurugenzi ya sheria ya chama na mwanasheria mkuu wa chama na chama kwa ujumla tutaendelea kutoa ufafanuzi wa kifungu hichi na maana ya uamuzi huu kisheria, lakini kwa hatua ya sasa tutapaswa kuelewa yale mambo ambayo mwenyekiti wetu wa chama kwa maana ya mshtakiwa kwenye kesi ya uhaini aliyokuwa anayalalamikia siku zote kwamba huu utaratibu wa kuwepo na mashahidi wa siri sio utaratibu wa kisheria na utaratibu unaomnyima haki. Leo mambo hayo yamethibitishwa na mahakama kuu kule Dodoma, kwa mahakama kuu kusema kwamba kifungu hicho ni batili. Kwa niliona nianze kulisema hili kwanza kwa ajili ya uelewa na watu wote wafahamu kwamba baadhi ya mambo ambayo amekuwa akiyasema mwenyekiti wetu mahakamani yanathibitika kwa aina hii ya pamoja na mahakama kuyakubali na kutoa uamuzi kwenye mashauri mbalimbali. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama nilivyosema awali, walikuwa tayari wameshatoa mashahidi 6 kati ya wale mashahidi 30 wa jamhuri, na leo wametoa mashahidi wawili kwa maana ya shahidi wa 7 wa jamhuri na shahidi wa 8, na wote ni mashahidi wa siri. Sasa kwa kifupi, ukiachana na mambo machache ambayo yanatofautiana kwa mashahidi haya, mambo mengi sana wanayosema yanafanana. Mambo yanayotofautiana ni kwamba tu shahidi wa kwanza P2 yeye anatokea Songea, lakini shahidi wa pili P8 yeye anatokea Moshi. Ni vitu tu vinavyotofautiana, lakini kwa maana ya maudhui ya ushahidi wao wote wanafanana, kwa maana ya kwamba wote wamesema ni wafuasi wa Chadema, pamoja na kwamba walivyoulizwa kuhusu ufuasi wao wana kadi za uwanachama, wote wamesema hawana kadi za uwanachama na hawajaweza kuthibitisha kuhusu ufuasi wao. Lakini jambo lingine pia ambalo limetokea leo, tumemwona Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa ameonyeshwa kushangaa na hao waliojiita ni wafuasi wa Chadema, na yeye amekiri mahakamani kwamba angalau wafuasi wa Chadema na wafuasi wake na wanachama wa Chadema huwa wana akili, lakini yeye ameshtushwa na aina ya ushahidi ambao watu wao walikuwa watautoa mahakamani. Ameshangazwa na namna ambavyo hawana uelewa wa mambo mengi, ikiwemo hawajui wanachama wao, wanasema hawana kadi za wanachama, hawajui utaratibu wa watu kujiunga na chama, hawajui kama kushiriki kuzuia uchaguzi kama ni kosa kisheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu ameonyeshwa kushangazwa na mashahidi ambao wao wamejiita ni wanachadema, na yeye mahakamani amesema kwamba nyie hamtakuwa wanachadema kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni vya msingi na basic kabisa hamvifahamu. Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu ambacho tumekishuhudia pia mahakamani, tumeshuhudia uwepo wa muendelezo wa upande wa mshtakiwa kuendelea kuingiza mahakamani vielelezo vya utetezi.
kama tunavyofahamu kesi iko kwenye upande wa mashtaka, lakini mpaka sasa hivi upande wa mashtaka hawajaweza kutoa kielelezo chochote mahakamani na kikapokelewa. Lakini kwa upande wa mshtakiwa mpaka sasa kati ya mashahidi 8 waliokuja mahakamani kutoa ushahidi, mshtakiwa amefanikiwa kuingiza mahakamani na kupokelewa kwa vielelezo 7 ambazo vitakuwa ni sehemu ya utetezi wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Vielelezo hivyo ni pamoja na maelezo ya mashahidi wote ambao wamekuwa wakiyatoa polisi, lakini mashahidi hao ukiangalia ushahidi wao walioutoa, maelezo waliokuwa wanayatoa polisi ni tofauti na maelezo waliokuwa wanayatoa mahakamani, na Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa ametumia muda mwingi sana kuonesha athari za ni kwa nini wao hawajasema mambo ambayo waliyasema polisi na kwa nini hawajayasema mahakamani. Lakini mambo mengine ambayo kama nilivyosema yamejirudia na yametujitokeza mahakamani leo hii ni kwamba washtakiwa wote waliokuja kuelezea mahakamani walikuwa wanaeleza kuhusu habari za video na maneno aliyosema Mheshimiwa Tundu Lissu. Wamehojiwa kuhusu kuleta video hizo ziko wapi? Hakuna aliyeleta hiyo video na wote wamesema hawajaja nazo leo hizo video. Jambo la mwisho, kama mnavyofahamu, leo kesi imeahirishwa mapema sana. Muda huu nafikiri ni majira kama ya saa 8, na wakati mawakili wa serikali wanatoa taarifa wanaomba mahakamani kuahirisha kesi hii, Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa yeye alipinga hoja hiyo kwa kusema kwamba walipaswa kuleta mashahidi wa kutosha na kwa nini tuondoke muda huu mapema. Mahakama imesikiliza maombi hayo, imekubali kesi iahirishwe, lakini ambacho imesisitiza ni kwamba kuanzia kesho upande wa jamhuri watapaswa kuleta mashahidi wa kutosha. Wao wenyewe ndio waliosema kwamba wana mashahidi 30. Kwa hiyo sio vizuri na sio utaratibu kwamba kila siku waje na mashahidi wawili kama hivi, muda bado uko mrefu na mshtakiwa anaendelea kuteseka gerezani. Kwa hiyo ambacho kingine kimesisitizwa na mahakama, kuanzia kesho upande wa jamhuri watalazimika kuja na mashahidi wengi kadri iwezekanavyo, na isije kutokea hata siku moja kwamba kesi inaahirishwa mapema muda ukiwepo eti kwa sababu jamhuri hawana ushahidi. Kwa kifupi ni hayo, na kama kuna jambo lingine nafikiri ataweza kulielezea wakili Dickson Matata. Asante. Mkitaka kujua ni kwa nini nchi hii iko nyuma kiasi hiki kwa miaka 63 64 ya uhuru, njooni msikilize hii kesi hapa. Kama watu hawawezi kupanga kesi moja tu, serikali nzima, mawakili wote hawawezi kupanga hata mashahidi wao wa kutengeneza, hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu ambao hawawezi kupanga mashahidi wao, tusui pingapi, ajulikane pingapi ni nani na anafanya nini, hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu wasiojali muda. Ndio maana unaangalia watu wanajiuliza inakuwaje Singapore, kanchi kadogo ambako kana square mita 800, kipato cha mtu wa Singapore ambao wana bahari tu kama ya kwetu ni $245 kwa mwaka, karibia shilingi milioni 600. Wakati huo Mtanzania hapa juu ya dhahabu, juu ya nickel, juu ya makaa ya mawe, juu ya chuma, juu ya ardhi nzuri, bahari, maziwa, mito, misitu, mbuga za wanyama, Watanzania wanalala njaa, wakiwemo polisi hawana hata sehemu nzuri za kulala. Watumishi wa umma hawana sehemu nzuri za kulala. Unajiuliza sasa hao watu wanawezaje kupanga wakawapa askari mishahara mizuri au watumishi wa umma mishahara mizuri? Hawezi kupanga kesi tu hawezi, na hawajali muda. Ndio maana wanaona miaka 63 wanakamata mtu wanakaa naye tu, wanachezea muda tu. Sisi ni watu ambao tunataka tusukume nchi hii kwa muda mfupi iende mbele. That's why tunasikitika sana mtu anapotuchukua anakuja anamweka mwenyekiti wetu ndani kwa miezi zaidi ya 10 sasa. Alafu watu wanakuja wanatoa vitu unawasikiliza mpaka unasikitika. Upotezaji wa muda. Kwa hiyo hii kesi ni kesi yenye manufaa ya kupoteza muda kwa kila anayesikiliza ushahidi wa hao watu, ambaye mtu anakuja hapa anasema sio mimi ni nani, uliandika lini, sijui, sielewi. Sasa umefuata nini mahakamani kama hujui kwamba we ni shahidi wa aina gani, umekuja kutoa ushahidi gani, huelewi? Umekuja kufuata nini mahakamani? Wewe unaulizwa wewe ulikamatwa kama mshtakiwa? Ndio. Alafu hapa wewe huyo mshtakiwa umegeuka umekuwa shahidi. Are you under duress? Uko hapa kwa blackmail, kwa vitisho.
Unakuwaje mshtakiwa umegeuka leo unatoa ushahidi kwa upande wa watu waliokukamata? Are you under duress? Umetishwa? Sijui, sielewi. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, tukiendelea kuishi na watu hawa watatupotezea muda mrefu sana. Hawa watu ambao wana fikra ndogo hivi hawezi kupanga hata shahidi. Ndio maana wanataka sisi tuamini kwamba ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo, wakati nchi tulizokuwa nazo zinatengeneza tumeenda kununua Korea vichwa vya treni hivyo, tena hivyo vya zamani. Saizi wana bullet ambayo inaenda kilomita 300 kwa saa. Saa moja tu iko Dodoma. Tunanunua Korea ambayo tulikuwa nao kwa sababu Korea wamewekeza kwenye technology, kwenye elimu. Sisi tunawekeza kwenye kuonea watu. Badala ya kuwekeza kwenye viwanda upatie watu wako ajira, kuwekeza kwenye kilimo upatie vijana wako ajira, wewe unawekeza kwenye kumuonea Tundu Lissu. Gharama za serikali wanakuja hapa, watu wanalipwa posho, majaji wanasafirishwa, unakuja kusikiliza haya mambo tunayasikiliza hapa. Na ndio maana tuna insist kwamba hii kesi ni muhimu sana iwe live, Watanzania wajionee wenyewe. Ndio maana vitisho vinakuwa vingi, hofu, sio watu watarekodi au watu watatoa. Watu lazima wazungumze haya mambo ili yajulikane kwa umma. Hakuna siri hapa. Umma ujue namna ambavyo wanalipa kodi yao, na kodi yao inaochezewa kwa mambo ambayo kwa kweli kabisa ni hasara kwa nchi, na ni upotezaji wa muda, both kwa mwenyekiti wetu mwenyewe, kwa chama chetu na kwa nchi. Focus ya nchi hii iwe kwenye kuwekeza kwenye masuala ya kimaendeleo na sio masuala ya kuchezea rasilimali. Na ndio maana na insist kwamba hawa watu wa serikali hii ambao hawawezi kupanga kesi na shahidi, hawawezi kupanga uchumi wa nchi yetu. Asanteni sana. Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye anashtakiwa na kwa kosa la uhaini. Katika kesi hiyo leo upande wa jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili, shahidi mmoja ambaye analindwa na shahidi mwingine ambaye alindwi. Shahidi yule ambaye alindwa ni askari ambaye ametoka Arusha, ambaye anasema kwamba yeye alifanya kazi ya kuweza kuwashika watu ambao walikuwa wakipanga njama za kufanya vurugu kwa sababu na kupanga kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 kutokana na kauli ambazo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alizitoa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na hiyo ni kwamba hizo hatua zilichukuliwa kana kwamba ni siku hiyo tarehe 3 hiyo tayari. Baada ya tu kauli za Lissu kuwa zimetoka siku hiyo, hawa polisi kule Arusha tayari wakawa wameshaingia katika hatua za angehange na kuanza kushika watu, na mwisho wa siku mwenyekiti Lissu ameweza kumhoji kwa kina maswali ya kumdodosa, na kwa sehemu kubwa huyu askari anatoa ushahidi ambao unapingana na kila alichokiandika katika tamko lake au katika maelezo yake pale polisi. Ameweza kuonyesha kwamba kinyume cha sheria askari huyu aliandika maelezo yake mwenyewe na wakati atakiwa akajionya mwenyewe, na vile vile akajithibitishia yeye mwenyewe, kitu ambacho ni kinyume cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai, na vile vile ile kanuni za kipolisi PGO ambazo zinataka kwamba polisi wafanye kazi zao kwa weledi. Hali kadhalika mwenyekiti Lissu ameweza kumuuliza askari aeleze kwamba kama kusema kwamba tutapinga uchaguzi kufanyika, tuzuia uchaguzi usifanyike ili kufanyike mabadiliko ya katiba na ya kisheria ili kuwe na uchaguzi huru na haki, kama ni kosa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Polisi yule ameshia kusema kwamba hajui. Ilikuwa inasikitisha kwamba wakati mwingine nikana kwamba wale ambao wameleta mashtaka haya hawaonei huruma mashahidi hawa wa jamhuri, wanataka pengine kuwadhalilisha, kwa sababu maana yake ni kwamba watu wanavuliwa nguo hadharani, heshima zao na utu wao unatuezwa na kuharibika kutokana kwamba wanakuja kutoa ushahidi ambao hauna kichwa wala miguu. Kwa hiyo sasa ni masuala ambayo sisi kama yanasikitisha. Mtu ambaye unakaa mahakamani unasikiliza hii kesi, unaanza kulilia nchi yako na kusema kwamba je, tunazingatia ibara ya 27 ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inataka kwamba sisi kila mmoja wetu hakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika vizuri,
Na kwa maana hiyo kuendesha kesi ambayo haina kichwa wala miguu au kuleta mashahidi wa namna hii ni matumizi mabaya ya rasilimali. Shahidi wa pili alikuwa ni yule ambaye amelindwa. Habari ya kijana ambaye anasema kwamba ni miongoni mwa wale vijana wawili ambao walishikwa, ndio dereva wa bodaboda ambao walishikwa kule kwa Mrombo, eneo la kule Arusha. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba maelezo yao ambao maelezo yake ambayo aliyatoa kule polisi na yale ambayo ameyatoa hivi leo yanakinzana kwa kiwango kikubwa sana. Mwisho wa siku ni kwamba ile maelezo yale na ushahidi ambao ameutoa leo kama vinakinzana, ni maana yake unakuwa na ushahidi wa uongo. Vitu vingi kijana amesema kwamba hajui, ni kama vile ambavyo yule askari alisema hajui. Mwisho wa siku unaweza kuona kwamba sasa kama tuna maaskari kama wale, nikimrudia ile shahidi wa kwanza, maaskari kama hawa mwisho wa siku ndio mafunzo ambayo ameyapata, mafunzo ya kwenda kusema uongo, mafunzo ya kugeuza uongo kuwa ukweli. Hapa tunajenga taifa gani? Je, tunakuwa na watu ambao wana unyofu wa kimaadili? Yani are these people of integrity or people whose moral fiber has been corrupted? Sasa kwa hiyo tuna shida kwamba hii kesi kwa namna moja au nyingine inaianika jamhuri vibaya, inawaanika mapolisi wetu vibaya, inaalika vyombo vyetu hivi kwa vibaya. Lakini kikubwa zaidi na kibaya zaidi ni kuidhalilisha mahakama, ni kupoteza rasilimali za mahakama kusikiza kesi za namna hii. Kwa hiyo mimi kwa mara nyingine tena, wale wanaosikia, tuliona kwenye kesi ya mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, waliulizwa wale wakubwa wa polisi maswali ambayo yalikuwa kwa kweli yalikuwa yanaonyesha kwamba hakuna uweledi, wakati PGO nataka wafanye kazi zao kwa uweledi. Na leo katika kesi hii ukiangalia mambo yanavyozidi kuendelea, sio leo tu na kutokea tumeanza ushahidi huu, tokea shahidi wa kwanza alivyoanza mpaka leo, hali inasikitisha. Mwisho wa siku unaanza kwa nini ungekuwa unashika kinani kichwa nasema Mungu wangu naanza napiga, kama ungekuwa mwana mama angekuwa anatoka anapiga nini, anapiga nduru kwamba bwana hali yenyewe ni mbaya, na yani unaililia nchi yako. Kama mfano tunachukua mfano ule wa Yesu ambaye alisema enyi wanawake wa Yerusalemu msinilie mimi bali mwalilie watoto wenu. Hapo unaanza kuililia hata nchi yako. Kama tumefika hapa tunaanza kuililia nchi yetu. Kwa hiyo basi kesi hii itaendelea kesho tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 2026 saa 3 asubuhi. Mwenyekiti yuko tayari kabisa na imara, ameweza kuona kwamba ni mtu ambaye hajapungukiwa bashasha, tabasamu, na mtu ambaye ameweza kuonyesha umahiri wa ajabu na mkubwa sana wa kuweza sheria na haraka kuweza kujua maeneo ya kuweza kujua udhaifu wa kesi ya jamhuri uko wapi na wale mashahidi. Na mwisho wa siku ni kuweza kuonyesha kwamba hasa je, kama mtu angekuwa na nafasi ya kutosha kupata maelezo yale na kuweza kuyakaa pembeni na kuyachambua, au angekuwa na nafasi ya kutumia kompyuta na AI kuweza kupitia ule ushahidi mara moja na kupitisha kwenye AI, hali ingekuwaje? Hali ingekuwa ni mbaya sana. Asanteni sana.